Simulizi yetu inaanzia katika jengo moja ambalo lilikuwa likijengwa, yani site. Palikuwa na wafanyakazi wengi sana, hususan mafundi na wasaidizi pamoja na wakandarasi wenyewe. Ikiwa ni siku ya Jumamosi nyakati za jioni, ni ile siku ya malipo kwa wajenzi. Walikuwepo wafanyakazi wengi sana, tena wa jinsia tofauti, hata wanawake nao walikuwa wakionekana katika kazi hizo, kwani hali ngumu ya maisha, hata wanawake waliamua kupiga zege kama wanaume, maana walikuwa hawapati wanaume wa kuwaletea nyumbani pesa, hivyo wameona ni bora kuzifuata huko huko zinakotoka. Madaftari ya kusaini pesa yalikuwepo mawili, yani daftari la mafundi na daftari la wasaidizi. Mafundi walilipwa 25,000 kwa siku, hivyo kwa wiki mafundi walikuwa wanatakiwa kusaini shilingi 150,000 kila mmoja kwa wiki. Lakini pia kuna wasaidizi wao daftari lao husaini shilingi 10,000 tu kwa siku, hivyo kwa wiki walitakiwa kusaini shilingi 60,000 kwa wiki. 60,000 ilikuwa sio pesa ndogo sana, yani hata kama ungekuwa na familia basi maisha yalikuwa yanakwenda tu. Baada ya malipo kila mmoja alisambalatika na kwenda makwao, lakini kuna fundi mmoja aliyokwenda kwa jina la Hasani. Fundi huyu bwana alikuwa na vijana wake wasiopungua 4. Kijana wa kwanza alikuwa anaitwa Swalehe, kijana wa pili alikuwa anaitwa Jeremia, kijana wa tatu alikuwa anaitwa Abedi, kijana wa 4 alikuwa anaitwa Mahmudu. Hawa vijana wote wanaishi chumba kimoja pamoja na huyu fundi. Kwa hiyo chumba kimoja walikuwa wanalala watu 5. Maisha ya mjini ya kutafuta pesa, usione ajabu hata watu 10 kulala kwenye chumba kimoja, kwani kila mmoja anajipanga kivyake. Lakini watu hawa 5 wakiwa na fundi wao na pia ni kaka yao ambaye amewapokea na kuwahifadhi, japo kila mmoja kaja kivyake au kukutana na Hasani kivyake na kumlalamikia kivyake. Hasani mpaka sasa hana mke, na yote hiyo huenda ni kwa sababu anaishi na vijana wengi sana katika chumba kimoja. Sasa madogo, wacheni mimi nikashtue kidogo, aliongea fundi Hasani, huku na wale madogo wakishtuka kama yeye, wakimuunga mkono na wao wanahitaji kwenda kushtua. Asi, hata mimi nina hamu kwelikweli na demu. Uacha niende bondeni huko nikashtue kidogo, aliongea Jeremia, huku Abedi na fundi Hasani wakielekea baa kwenda kutoa loki, yani kwenda kunywa pombe. Lakini wapo vijana wawili, wao hawakuwa watu wa starehe kama walivyo wenzao ambao kila mmoja katamani starehe yake. Aiseswai kama hawa basi nenda na zana zetu ese. Umeelewa Swaiba? Nenda na zana zetu, aliongea Hasani huku akimkabidhi bwana Swalehe zana na Mahmudu zana pia ambazo wametoka nazo kazini, maana wao hawafiki nyumbani kwa wakati huo, kwa kuwa Swalehe na Mahmudi wao hawana starehe yoyote ile. Basi walichukua zana za wenzao na kuweza kuondoka na kuweza kurudi nyumbani. Aise, tukute vyombo vimeoshwe, aliongea Abedi huku Swalehe akiitikia sawa ndugu, hamna shida. We nawe unaitikia tu, kwani wewe ni mke wako huyu bwana, aliongea Mahmudi au Mudi, huku Swalehe au Swai akijibu sasa tutafanya nini bwana, tupo kwenye geto la watu, hivyo lazima tuende sawa kama anavyotaka, aliongea Swalehe, huku Mudi akimuuliza wewe una muda gani hapa mjini? Mimi na miaka 10. Sasa miaka yote hiyo hujajipanga tu, aliongea Mudi, huku Swai akijibu sio miaka yote hiyo, nilikuwa na kazi bwana, nina miaka 3 tu kwenye kazi hii na bado sijawa fundi. Sasa unaniambiaje kwamba hivyo bwana, aliongea Swai, huku akirudi nyumbani, na hapo kila mmoja alikuwa kabeba begi la mwenzake ambaye kaenda baa. Lakini Hasani, si ndugu yako kabisa wewe? Ndio, baba mmoja mama mbalimbali, alijibu Swalehe, huku Mudi akizidi kumuuliza kwa hiyo miaka yote 10 unaishi naye tu kama kawaida tu? Aise, una moyo wewe kuishi miaka 10 geto alafu mpaka sasa huna kitu? Sikia Mudi, mimi nilikuwa sina kazi, si nimeshakuelekeza miaka 3 iliyoweza kupita ndo bro akaniambia kwamba twende ukawe saidia fundi, na mpaka sasa hata ufundi naweza pia, aliongea Swalehe ambaye ni ndugu yake na Hasani. Kwa hiyo Swalehe na Hasani ni ndugu, lakini Abedi, Mudi na Jeremia wao wamepewa hifadhi tu kama walivyoomba wahifadhiwe mpaka watakapopata pesa kuweza kujipangishia vyumba vyao. Sasa kwa nini usiwe fundi? Namwambiaga ujue, lakini yeye
Ananitishia eti ufundi sio ishu ya mchezo, ni ishu ngumu. Utakuja kutia sala ujenge nyumba, mara uibomoke, sijui uilipe, sijui kwamba nitafungwa, mambo mengi. Ndio maana nimetulia tu. Hayo ni matisho tu. Ni sawa, lakini ni mkubwa wangu ujue, kwa lazima nimsikilize. Kwa hiyo unaogopa ile kwamba sio sikia la mkuu vunjika mguu? Swa hilo ndo nalogopa. Sewe dogo, ila swai bwana. Tuongee na kurudi nyuma. Muda ulioishi kwa kaka yako ni mkubwa sana. Fanya ima mwanangu, uachane naye ukaishi kwako bwana. Aliongea Mudi kama kumshauri Swalehe. Wazo lako Mudi ni zuri sana, lakini umechelewa. Aliongea Swai huku akicheka kwa kuweza kujinadi kweli kweli. Kwa nini nimechelewa? Huu ni mwezi wangapi huu? Wa kwanza, sasa wa pili mwishoni na hama kwa bro. Aliongea Swalehe huku Mudi akiwa haamini. Acha utani wako wewe. Na pia nina maana kusema kwamba mwezi wa pili, kwa sababu nilikuja Arusha rasmi tarehe 28 mwezi wa pili. Sasa nataka niondoke tarehe hiyo hiyo mwezi wa pili. Kwa hiyo mwaka huu mwezi wa pili ndo natimiza miaka 10 kuweza kukaa kwa bro, ila mwezi wa pili sipo na sepa. Aise, umejikomboa wewe mwenzetu aise. Sisi bado bwana tuna banana tu na bro wetu. Aliongea Mudi huku Swalehe akimwambia, lakini hata wewe una uwezo wa kuweza kujipanga ujue. Ni kweli, na sio mimi tu, hata akina Abedi na Jeremia wote tuna uwezo, ila tumeamua tu kuweza kuvuta nguvu kiasi ili tukisepa tu tuna kitu chochote kile. Aliongea Mudi huku akikumbuka starehe yake. Yaani alafu nikiwa napita eti jamani Swai, una stori za ajabu mpaka napita chakula ya baba ese. Yaani tunapiga stori mpaka napita chakula ya baba. Aliongea Mudi huku akirudi nyuma kwenda kununua starehe yake. Kumbe Mudi yeye ni mzee wa bangi. Hapa bado Swalehe ndo hatutajua kwamba yeye ana starehe gani, starehe yake ni nini. Nishike begi. Nani ashike? Twende huko huko. Aliongea Swai huku akienda naye kwa Pusha kwenda kununua bangi. Kama kawaida, kwa Pusha huwa kuna masela wengi sana kwa sababu ndo chakula cha baba kilipo hapo. Swai, mambo vipi bwana? Poa, niambie. Buda, naona chali yako kaja kuchukua chakula ya baba hapa kama kawaida. Ni ya kwake mwenyewe huyo. Aliongea Swai huku akiwa na masela hawa wengi tu, nao walikuwa navuta bangi, lakini Swalehe yeye alikuwa havuti chochote kile, ila alikuwa naishi maisha na masela uvuta bangi na wanywa pombe, lakini hakuwahi kabisa kushawishika kuweza kutumia kilevi chochote kile, na alikuwa naishi nao nyumba moja kabisa. Basi Mudi aliweza kununua stiki zake kadhaa, kisha wakawa wanarudi geto. Geto hapakuwa mbali sana, walifika kwa meza kuchoka mno. Huu umeme ndo umekata au luku? Aliongea Swalehe huku akiwasha taa, na taa ilikuwa haiwaki kabisa. Itakuwa luku aisee. Na kama ni luku, hapa ipo kazi aisee ya kuweza kukamatana tu na wapangaji, maana mpaka watoe aisee itakuwa noma kweli. Aliongea Mudi huku akitandika kitanda, maana asubuhi kila mtu anakurupuka na njia yake, japo kazi yao ni ya pamoja, lakini hakuna anayekumbuka kutandika asubuhi kitanda. Na hapo ndani kuna vitanda viwili. Uzuri chumba wanachoishi ni kikubwa na kimeenea vitanda viwili vya 4 kwa 6. Aise, kama umeme umekata wataniua sasa. Aliongea Swalehe huku Mudi akicheka. Najua wataka kuchati wewe, na huo ndo ugonjwa wako Swai. Yaani ukishika tu huo mtaji wako hutoki, unachati wewe mpaka unachanganyikiwa. Mbona wewe kuvuta bangi lako unalegeza macho, mimi nakuacha tu. Basi aishi bwana. Sasa kabla hujashika hiyo simu yako hiyo, kwanza tufanye mchakato wa kula mwanangu. Mimi naosha vyombo, wewe anza kuchambua dagaa. Aliongea Mudi kama kuweza kupeana kazi na mwenzake. Anza sasa, mimi nikimaliza na bandika sufuria. Aliongea Swai huku kila mmoja akishika nafasi yake ya kazi, maana wao wawili tu ndo wamerudi nyumbani, wengine wamekwenda kulewa. Tupikie makamanda bwana. Kawaida tu, mbona freshi. Basi kesho yake ikiwa ni siku ya Jumapili mida ya saa 2 asubuhi, lakini masela walikuwa bado wamelala, maana hakuna pa kwenda siku hiyo. Lakini Swai yeye alikuwa busy na simu, kana kwamba Swalehe style yake ni kuchati tu. Yaani usiombe simu kuingia damuni, yaani unakuwa muda wote unapenda kuchati. Yaani kama akili huna, hata kwenye kazi utakuwa mvivu kweli kweli. Ila Swai kwenye kazi anafanya kazi, lakini akiwa free
Aisee, humsumbui kwenda popote, hata ukampe hofa ya nini, yeye hawezi kukusikiliza. Anataka kuchati tu, yani hataki labda simu ishe chaji na hakuna umeme. Hapo ndipo unaweza kumwondoa. Oya, fanyeni mpango wa chai basi, inakuwaje hapa? Aliongea Hasani huku vijana wakiamka kufanya alichokisema Hasani, maana ndo mkubwa wao na ndo fundi wao na ndo geto kwake hapo pia, hivyo hawana ubishi juu yake. Baada ya masaa 7 wakiwa na kula chakula cha mchana ili kila mmoja asambalatike na Jumapili yake, lakini Hasani leo kuna jambo alitaka kuwaeleza vijana wote ambao anaishi nao hapo. Oya, mtu wa mwisho kumpokea kwangu ana miaka 2 hapa geto. Ni kweli si kweli? Aliongea Hasani huku wote wakisema ni kweli bro. Sasa ni hivi, najua baadhi yenu tumefanya starehe sana, ila kama hujajipanga utajua mwenyewe. Sasa hivi nataka kuoa mimi, kwa hiyo nawapa wiki hii moja tu, kila mtu apangishe chumba chake. Aliongea Hasani huku baadhi ya vijana wakishika vichwa, maana walikuwa kila maisha tu bila kuweza kuwaza kwamba wanahitaji kuwa na chumba chao. Sasa bro, mbona umetushtukiza hivi? Aliongea Abedi huku hata kula alikuwa hana hamu kabisa, baada ya kuweza kusikia kwamba amepatiwa wiki moja tu ya kuweza kusambalatika hapa na kwenda kuchukua geto lake. Na wapa wiki moja tu wazee. Na ndio maana nikasema leo, maana kama nikisema hiyo siku mtaniona mbaya mjue. Nitasema siku ya kuondoka ndo leo, na leo unatuambia hatujajipanga. Ndio maana nimeamua kuambia leo ili mjipange vizuri kabisa ili muweze kuseva. Aliongea Hasani huku Swaleh akitabasamu tu, maana wazo analotoa lipo akilini mwake. Vijana wengi walilalamika, hasa wale wapenda starehe, maana hawajajiweka hata na akiba ya pesa kidogo, wala akiba ya pesa ya godoro hawajaweka. Wao walikuwa na twanga starehe tu, tumia pesa kufa kwaja. Bro, mimi naomba ungetupa mwezi mmoja, kwa sababu wengi wetu hapa hatupo vizuri mfukoni mwetu aise. Kwa bro, tusaidie bwana. Aliongea Swaleh, lakini yeye aliongea kama kuwatetea wenzake, na pia yeye mwenyewe ana uwezo wa kuweza kuondoka hata siku hiyo, lakini alikuwa kajiwekea tarehe ya kuweza kuondoka kwa kaka yake na sio siku hiyo. Wewe unasemaje? Wewe unasema hivyo, wao je wenyewe wanasema nini? Hasani alimuuliza mdogo wake. Bro, mimi hata kesho naweza kuondoka, lakini nina tarehe maalum ya kuweza kuondoka. Kwa hiyo wewe dogo upo vizuri? Ndio bro, mimi nipo vizuri, tena niko vizuri na natoka na nguo zangu tu. Kitanda chako hiki na kuachia hapa hapa. Kitanda hiki unaniachia? Basi atachukua Mudi. Na wewe mwingine? Hasani alimshangaa sana mdogo wake, maana kitanda kimoja hapo ndani ni cha Swaleh, lakini hakihitaji kabisa, anataka kukiacha kabisa hapa. Bro, mimi nimekaa sana kwako, hivyo sitaki nipangishe chumba na vitu vya dhamani kabisa. Nataka vitu vipya tena vya maana kweli kweli. Alizungumza hivyo Swaleh. Aliongea Swaleh huku Abedi akisema, afadhali wewe Swai, maana mimi hata huo mwezi mmoja hautosha zi. Aliongea Abedi huku Jeremia naye akisapoti, aise ni kweli, hata mimi huo mwezi haunitoshi. Hapa nawapa huo mwezi tu, kama mtu hawezi huo mwezi atajua mwenyewe zi. Mimi nataka kuoa bwana, nimesema hivi, nawapa huo mwezi mmoja tu, ukisha huo mwezi wa pili aise sitaki kuona mtu hapa, maana mimi nataka kuchukua jiko. Aliongea Hasani kisha akanawa mikono na kuweza kuondoka zake. Asa itakuwaje aise? Swaleh, pangisha basi mwanangu tuje tuishi huko. Aliongea Jeremia huku Swaleh akijibu, wewe kwanza hata mimi nikipangisha naoa, kwa hiyo sitaki kukaa na mtu. Sawa zee, yani kila mtu hapa apambane kivyake. Labda mumwambie huyo Mudi huyo. Swaleh alikataa kuishi na mtu, maana wao walikuwa kifurahia maisha bila kujua kuwa kuna maisha baada ya kuweza kufukuzwa kwa mtu. Swai, usiwaelekeze kwangu bwana, kwani mimi sitaki kuoa? Mimi mwenyewe nataka kuoa, hata mimi jamani nataka kuoa. Nyie pesa zenu mnapeleka kwa malaya tu na pombe mnakunywa, sawa? Kwa hiyo nendeni mkalale huko kwa malaya zenu, lakini mimi mwenyewe nikipangisha chumba changu nataka kuoa. Aliongea Mudi ambaye yeye stare yake ilikuwa ni bangi tu. Swaleh aliondoka zake na wengine kila mmoja aliondoka zake, maana siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumapili. Baada ya wiki 2 kuweza kupita, Swaleh alikutana na dalali moja hivi ili kwamba ampe kazi ya kuweza kumtafutia chumba. Asa sikia mzee,
mimi nataka chumba kizuri, kwanza kiwe na maji ndani, kiwe na umeme. Aliongea Swai ambaye ni Swalehe, huku dalali akiwa na maneno mengi kwelikweli. Hapo umefika, yani hapo utapata chumba cha aina yoyote ile. Kwanza kuna chumba kimoja hapo mtaa wa pili hapo, hebu twende ukakione. Ni kichumba kizuri, ni kikubwa, yani bwana chumba kile ni kizuri. Dalali, mbona maneno mengi? Wapi hapo? Ni hapo tu bwana, Mnarani hapo. Mzee, mimi siwezi kwenda kuishi Unga Limited bwana. Aise, huko mimi siishi Unga Limited bwana. Yaani labda ungeniambia sehemu nyingine. Sio Unga Limited kijana. Wewe twende kwanza, chumba kizuri, kiko vizuri kweli kweli, twende ukakione mwanangu. Unga Limited, nani alikwambia Unga Limited bwana? Wewe twenzetu bwana. Aliongea mzee huyo, huku Swai akiamka na kuweza kumchukua mzee wakakiona iko chumba. Wakati huo Swai kavalia nguo zake za kazi. Geti ile hapa kijana. Umeona kwanza geti lenyewe kali kweli kweli, twende ndani. Aliongea dalali huyo huku akiingia ndani. Kwanza kufika tu wakaona wamama wamekaa vibarazani mwao. Umeona nyumba imechangamka hii, hata mkeo hatakuwa na tabu hapa. Aliongea mzee huyo ambaye alikuwa ni dalali. Okay, nionyeshe chumba mzee, acha maneno mengi. Mbona maneno mengi sana mzee wangu? Sasa chaguo ni lako, unataka double room au single room? Aliongea dalali, maana hapo kwenye hilo boma kuna pande mbili. Kuna upande wa double room na upande wa single room, na inaonekana watu wamehama muda sio mrefu hapa. Hawa wamehama kwa sababu gani mzee? Aliuliza Swai huku mzee akijibu, mimi bwana sijui, ila angalia chumba kiko safi kweli kweli, maji yale pale, umeme huo hapo kucheba, yani ni wewe tu. Kuna wamama humu, I say. Ukiona nyumba ina wanawake wengi ujue ina amani hiyo kijana. Mbona unakuwa na maneno mengi wewe? I say hapana. Wana vilanga hawa mama bwana. Wewe ongea taratibu bwana. Ukisikika na hawa mama itakula kwako. Aliongea dalali huku Swalehe akiuliza, mama mwenye nyumba yuko wapi maeneo haya? Mama mwenye nyumba yuko wapi? Kivipi bwana? Hapa tunamtafuta baba mwenye nyumba, ndo kila kitu. Wewe unaanza kuuliza habari za mama mwenye nyumba yuko wapi? Yuko wapi nini bwana? Okay, sawa. Huyo baba mwenye nyumba yuko wapi? Sikiliza. Yeye anaishi mtaa wa pili huko. Umeelewa? Okay, twende basi. Lakini umekipenda chumba hicho? Wewe twende kwa mwenye nyumba bwana, tukazungumze naye. Sasa habari za kuniuliza mimi nimekipenda au sijakipenda ndo nini? Aliongea Swalehe, maana kakutana na dalali alikuwa na maneno mengi sana. Lakini sasa ile wanatoka tu, mara dalali alikuwa kaitwa na mama, na ni mmoja kati ya wamama ambao walikuwa wameweza kukaa pale vibarazani. Wewe mzee, hebu njoo hapa. Wamama walimuita dalali huyo ili aelekee pale. Mnasemaje jamani? Kuna mtu anataka kuhama hapa kati yenu? Vyumba vipo, ni nyie tu, viko sehemu mbalimbali kwelikweli. Aliongea dalali huku wapangaji wakaanza kusema, hatuna shida na kuhama sisi. Hivi wewe dalali, unaona hii hadhi ya hii nyumba? Ndio. Okay, umemwona yule unayempangisha kwenye hiki chumba? Yule kijana au nani mnamzungumzia? Ndio yule mwenye kofia kama muuza nyanya. Jamani, kwani kuna nini jamani? Wakati huo Swai alikuwa katulia pembeni na alikuwa nasikia kwa mbali kile ambacho walikuwa nakizungumza. Hivi yule na kofia lake lile na mandevu yale machafu vile aje apangishe chumba humu? Aliongea mdada mmoja au mama fulani hivi. Wakati huo Swai alikuwa kasimama nje ya geti akimsubiri dalali aje waende kwa baba mwenye nyumba. Lakini ghafla Swai anashikwa bega huku akisikia, nyie ndo wezi ninaowatafuta. Haya, niambie, unachungulia nini huku ndani? Umeona nini cha kuiba? Alikuwa ni mama mmoja hivi wa makamo akiwa akamshika Swai akimwambia hivyo. Hapana, mimi nimekuja. Tulia hapa. Hapa umeingia kwenye mikono ya jeshi. Mimi ndo mama wa mama. Umeelewa? Mimi ndo mama wa kijeshi mstaafu. Kaa chini haraka. Siku ya baraa ni ya baraa tu. Hata iweje lazima itakuwa siku ya balaa, maana imekuwa imepangwa kuwa ndo siku ya mkosi na balaa kwako. Swalehe alikwenda kutafuta chumba ili apangishe kuondokana na adha ya maisha kwa kaka yake. Lakini siku hiyo ameingiwa na balaa kubwa kulikweli. Wakati dalali na Swalehe wanatoka
kwenda kwa baba mwenye nyumba ili kupata bei ya pango na Swaleh aweze kulipa pango hilo. Jamani, maana alikuwa ameweza kulizika napo hapo. Lakini wakati wanatoka, dalali aliitwa na wamama waliokuwa wameweza kukaa vibarazani mwao wakiwa wanapiga umbea mwingi kwelikweli, kama unavyojua wamama walivyo na mambo mengi. Lakini wamama hao ni wale wale wamama wa mjini. Waswahili wanasema ni wamama wa mjini, ni Waswahili mpaka wanakela kwelikweli. Hivi yule na kofia lile na mandevu yale machafu vile hajapangisha humu? Aliongea tena mama huyo huku akiwa kama kashika kiuno fulani hivi. Sasa wewe ndo mwenye nyumba au? Hebu acha tuone kama mwenye nyumba atasema ujinga ambao unausema. Aliongea dalali huku akiondoka. We dalali, huku tunaishi watu wa hadhi zetu bwana. Sawa, umeelewa we dalali? Tunaishi watu wa hadhi zetu, kutuletee watu wa maana, usituletee watu kapuku kama hao. Aliongea mwanamke huyo huku nje. Sasa Swaleh alikuwa kakasilishwa vibaya mno na huyu mtu anayesema ni mwanajeshi, na alikuwa kakalishwa chini, na tayari kabisa alikuja mzee mwingine wa makamu ambaye naye alisema ni mwanajeshi. Yule wa kike alisepa, alimwachia huyu mzee wa makamu ambaye naye pia alisema mwanajeshi, na alikomeza kumkalisha chini. Bwana Swaleh alikalishwa chini na huyu mwanajeshi baada ya kuweza kukutwa amesimama getini huku akiangalia ndani kama vile mtu aliyekuwa akichungulia humo ndani kulikuwa kuna nini. Ndipo mzee mmoja anasemekana kwamba ni mwanajeshi mstaafu alikuwa akamfuata Swai akiwa katika pozi la kuweza kumwangalia dalali anavyobishana na wamama kule ndani. Kulikuwa kuna ule mzee wa kwanza wa kike alipoweza kumbananisha Swai, naye alikuwa ni mwanajeshi mstaafu wa kike, akambananisha Swai. Akaja mzee wa kiume mwanajeshi mstaafu naye. Sasa huyu ndo alikomeza kumbananisha Swai na kumkalisha chini. Tulia hapa, umenielewa? Umeingia kwenye mikono ya jeshi. Mimi ndo mzee Zuberi, mwanajeshi mstaafu. Kaa chini haraka, nyinyi ndo wezi tunawatafuta. Aliongea mzee huyo wa makamo huku Swaleh akikaa chini kweli, maana kila akitaka kujitetea kuwa kaja kuangalia chumba alikuwa apewi nafasi ya kuongea. Lakini mzee alivyotaka tu kuweza kupiga simu, mara mzee dalali akawa ameweza kutokea. Jamani, nini tena hapa? Mzee Zuberi, habari yako mzee wangu? Dalali alimsalimia mzee huyo aliyetajwa kwa jina la mzee Zuberi. Salama, umeona hawa ndo wezi hao? Nimemkuta akichungulia kwenye geti. Anataka nini kama sio wizi huyu? Aliongea mzee Zuberi huku dalali akisema, ina maana na wewe kijana umeshindwa kuzungumza? Dalali alimuuliza Swaleh kwa nini kashindwa kuzungumza na kuongea na huyu mzee Zuberi. Hapana dalali, mimi hakunipa nafasi ya kuweza kuongea. Sasa nitasema nini? Na ikiwa kila napotaka kusema nakalishwa chini, naambiwa nisizungumze, nitaongea nini? Mzee Zuberi, huu mguu ulikuwa wako na huyu kijana anataka chumba hapa kwako, na ndio maana tumekuja hapa, umeona? Kwa hiyo tulikuwa tunatoka ili tuje nyumbani. Sasa nilipoweza kufika hapa mlangoni, wana mama wale wakaniita bwana, ili niende sijui wakaniuliza vitu vyao vya kijinga hivyo. Huyu kijana akabakia hapa mlangoni. Sasa ndio hivyo umemkuta bwana, alafu na mwizi ni mwizi. Aliongea dalali huku mzee Zuberi akisema, sasa kwa nini huyu kijana hakusema? Asa mzee wangu, asa ile mimi nataka kusema tu unanikatisha, na yule wa kwanza naye yule bibi naye kanikatisha, mimi ningefanyaje? Haya, amka bwana. Samahani sana kijana, sema upole wako umekusaidia sana, maana nina hamu ya kuweza kupiga mtu mateke hapa na kumpiga hata bastola, lakini kwa bahati nzuri umekuwa mpole. Haya, twendeni nyumbani basi. Ila kijana, samahani sana. Alizungumza hivyo mzee Zuberi, mwanajeshi mstaafu. Mzee Zuberi aliongea mengi pamoja na kuweza kumwomba bwana Swaleh msamaha. Hakuna shida mzee wangu, basi mimi nina amani tu ya kuweza kuishi katika nyumba hii, maana patakuwa na ulinzi mzuri sana kwa sababu wewe mzee wetu si mwanajeshi bwana. Aliongea Swaleh huku wakielekea nyumbani kabisa kwa mzee Zuberi, maana ilikuwa ni jirani kabisa na eneo hilo. Usijali, hapa mtaani kuna usalama wa hali ya juu sana, aliongea mzee Zuberi kwa kuweza kujiamini kwelikweli, huku akiingia katika mjengo wa mzee huyo ili kuanza maongezi. Haya mzee, mimi ni kijana ambaye ninaanza maisha. Nimeishi kwa nsugu na nilikuwa naishi kwa ndugu yangu, na sasa nahitaji kupangisha ili kwamba nijitegemee. Aliongea Swaleh huku mzee dalali akitikisa kichwa kuashiria kwamba nakubaliana na kile ambacho kijana Swaleh alikuwa anakizungumza. Ni sawa kijana, vyumba vipo kama ulivyoweza kuona, kuna dabo na kuna single. Sasa sijui unataka chumba gani? Mzee,
mimi nitachukua single, aliongea Swalehe, huku mzee akisema kuwa okay, sharti la nyumba hii, geti linafungwa saa 4 usiku, linafunguliwa saa 11 alfajiri. Nyumba sio genge, sitaki kuvuta bangi waingie katika nyumba yangu. Kama we ni mlevi, sitaki kukupangia stare yako, lewa huko huko, na ukija pale ingia lala, kelele zitakiwi. Kwanza una mke wewe? Mzee alitoa masharti yake ya nyumba, lakini mwishoni akamaliza kwa kuweza kumuuliza kijana Swalehe kama ana mke au la. Mzee, mimi ni useme tu ukweli, kiukweli mimi sina mke, lakini hivi karibuni jirani tu nakaribia kuoa, aliongea Swalehe, huku dalali akitikisa kichwa kuashiria kile anachokizungumza bwana Swalehe hata yeye anakiafiki. Okay, kama una mke ni hatari sana, maana pale kuna wake za watu, kuna wasichana wa kazi, kuna wasichana wengine wa familia za watu. Sasa mvulana kama wewe sijui itakuwaje, aliongea mzee. Lakini kabla Swalehe hajajibu, ghafla dalali akadakia, ni kweli mzee Zuberi, lakini mbona pale kuna vijana wawili tena wahuni sana kuliko hata huyu, lakini umewapa chumba? Ni kweli mzee wangu, hata huyu sio kuwa nitamkataa, ila asimalize hata mwaka awe kaowazi, maana ni hatari sana kwa wale wapangaji wenye wake zao, watakuwa na wasiwasi. Wale vijana wenyewe wakimaliza miezi 6 yao tu, sitaki waongeze miezi, waondoke kabisa, waondoke, kwa sababu watatuletea shida kwenye ndoa za watu, aliongea mzee Zuberi, mwanajeshi mstaafu, huku Swalehe akisema okay mzee wangu, mimi nimeshakuelewa, sasa nipe bei ya pango, ni shingapi pale, aliongea Swalehe, huku mzee Zuberi akisema kwani dalali hajakupa bei bana? Hapana mzee, hajanipa bei. Okay, kama ulivyoweza kuona ubora wa nyumba nzima kabisa pamoja na vyumba vyake, single kwa mwezi moja ni shilingi 50,000, double ni shilingi 100,000 kwa mwezi, na unatakiwa kulipa miezi 6. Aliongea baba mwenye nyumba au mzee Zuberi, huku Swalehe akisema bana, nisikilize mpenzi msikilizaji, kama wewe ni mpenzi wa video za mzagamuo, yani video za kupelekeana moto, video za kunyandwana, bana, njoo pale WhatsApp nikunge na grupu letu kubwa kabisa la video za kupelekeana moto, video za kunyandwana za kibongo na za kizungu. Tunazo pale WhatsApp. Gharama yake ni shilingi 15,000 tu. Kama unayo shilingi 15,000, basi karibu sana pale WhatsApp ili kwamba niweze kukunga na grupu letu kubwa kabisa la video za mzagamuo. Je, 15,000 unayo na unapenda mambo ya mizagamuo? Basi karibu pale WhatsApp kwa namba hii, lakini ukiwa na 15,000 mkononi 0782 7197 na mwisho ni 94. Hiyo ni namba ya kuja pale WhatsApp ili niweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa la video za mzagamuo, na utakuwa ukipata video kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena shilingi 15,000 nyingine. Changamka, njoo pale WhatsApp ili uweze kupata burudani ya kwenda kabisa. Njoo pale WhatsApp uendelee kuburudika. Yaani ukitoka hapa YouTube basi unakuja pale WhatsApp unaendelea kuburudika. Namba nimeshakwambia ni 0782 7197 na mwisho ni 94. Ukijasema pale oi, nahitaji kuungwa na grupu letu kubwa kabisa la video za mzagamuo, mapema sana utaungwa na utaendelea kumumulika ndani ya grupu kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena shilingi 15,000 nyingine. Changamka, niko online na kusubiri wewe. Changamka sasa hivi, tena usipoteze muda. Tunasonga na mzigo huu hapa. Ni sawa mzee, mimi nitakulipa miezi 10, nikimaanisha kwamba nitalipa kuanzia mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 12. Lakini sasa kwa usumbufu wa umeme katika nyumba za kupanga, nitaweka service, yani kuna hii kitu inaitwa service meter yangu, nitaweka mimi kwangu mzee mwenye nyumba, ili kwamba niwe nalipia umeme niliotumia mimi tu. Sitaki kuwekeana umeme na watu wengine alafu tukaanza kuchangashana. Aliongea Swalehe, huku dalali akisema safi sana kijana, umejipanga kweli kweli, na huo ndo ulipaji kodi mzuri, yani mpaka unasahau kabisa. Ndio mzee, unajua hiyo miezi 10 kisha basi inakuwa na kitu kikubwa tu cha kuweza kufanya. Okay kijana, kwa hiyo ukiweka hiyo sijui service meter yako hiyo, unataka tufanye nini sasa? Unatakiwa ubalance malipo ya pango
maana hata siku nikihama siwezi kuitoa, hivyo itakuwa ni ya kwako, lakini unibadilishie chumba kizuri, lakini pia unibalansie kwenye malipo. Aliongea Swalehe huku baba mwenye nyumba akiuliza kuwa kwani hiyo service mita ni shilingi ngapi? Na we kijana, mbona mna mambo mengi sana nyegenzi vijana? Ile ni 1,500,000 tu mzee wangu, na hapo bado hujamlipa fundi. Yani hapo kuna miezi mitatu du, ila sio mbaya, maana atakaye kuja kupangisha hicho chumba atalipa 60,000 badala ya 50, maana atakuwa na kifaa chake kinachomwonyesha matumizi ya umeme wake mwenyewe binafsi. Basi hilo halina shida kijana, ila mimi nitakupa miezi 2 kwa sababu ya hiyo service mita yako kama ulivyosema, maana mitatu ni mingi sana kijana bwana. Okay sawa mzee, wacha kesho nije kufanya malipo kisha niamie. Sawa, nami wacha nikatengeneze mkataba vizuri ili kwamba usumbufu usijitokeze baina yetu. Ni sawa mzee, hakuna shida. Swalehe alitoka pale na kuweza kumpa dalali malipo ya kazi yake. Baada ya wiki moja na siku kadhaa, ikiwa ni tarehe 25 ya mwezi wa pili, Jafari alikuwa akifanya usafi chumba hicho baada ya fundi wa kuweka ile mita kuweza kuchafua chumba kile, na maanisha huyu bwana Swalehe. Basi wapangaji walikuwa wakiangalia hicho kifaa kinachowekwa pale jirani na mlango wa bwana Swalehe. Yaani siku ya kumdai umeme, basi kabla hujaenda kumdai unaangalia hicho kifaa, ili ukidai pesa ya uniti alizotumia basi usidai kwa uangalifu kabisa. Ghafla baba mwenye nyumba huyo alikuwa kaweza kutokea. Shikamoo mzee wangu. Marhaba kijana, habari yako? Salama tu, sijui wewe. Tunamshukuru Mungu. Hiki ndio kifaa ulichosema? Ndiyo, na fundi kashamaliza kazi yake. Oh, sawa. Basi wacha niwaite hawa wapangaji wenzako walijua hilo. Mzee Zuberi kama mzee wa nyumba hiyo aliwaita wapangaji wake wote, maana nyumba ilikuwa kubwa sana. Jumba lilikuwa lina vyumba 15 huku na 15 kule, jumla ni vyumba 30. 15 double, 15 single. Jamani, nimewaita hapa. Huu ni mpangaji mpya katika boma letu. Kijana huyu kaweka service mita yake. Kwa yule anayekusanya pesa za umeme, basi kabla hajamfikia mlipa bili huyu, basi ahakikishe kwamba kashaangalia hapa, ili ajue anakwenda kumdai kiasi gani cha umeme ambao ametumia. Tumeelewana? Sijui ninachozungumza. Aliongea baba mwenye nyumba, na wapangaji hawana la kusema zaidi ya kuweza kukubali tu na kile ambacho alikomeza kukizungumza huyu mzee. Siku iliyofuata Swalehe aliingia mjini. Kaanza kununua vitu vya ndani, hususani furniture mbalimbali kwelikweli. Alinunua vitu vizuri tena vya gharama kubwa balaa, sikwambie mtu mpenzi msikilizaji. Alinunua kila kitu kisha akavileta vitu vile vyote usiku, tena umeme ukiomeza kukatika. Hivyo hata wapangaji hawakuona Swalehe kaingiza nini na furniture ya bei gani humu ndani. Swalehe alinunua kila kitu ambacho mwanadamu wa kawaida alikuwa anahitaji kukinunua ili aweze kuenjoy maisha yake. Alianza kupangilia chumba chake. Swalehe alinunua meza ya kioo kubwa kabisa. Hicho kitanda ndo usiseme, ni vile vitanda vya 800,000 mpaka milioni. Godoro la 300,000, TV kubwa kubwa na Star Time chake cha kiushikaji kabisa. Mbaya zaidi, kanunua mpaka kompyuta alivyo na sifa. Yaani mziki hapo ndani ni baraa, chini zulia kama kawaida ya sifa za Wasambaze. Aliweka sifa kwelikweli kwenye chumba chake. Swalehe alionekana ni kijana alokomeza kujipenda zaidi. Hakutaka kujiweka vibaya kama alivyokuwa kwa kaka yake. Swalehe alinunua nguo mpya, yani maisha mapya, na kila kitu cha kwake kilikuwa ni kipya. Mashuka ni yale ya Home Shopping Center aliyanunua kijana huyu Swalehe. Yani Swalehe alikuwa anataka kuishi kitajiri. Alikuwa hataki tabu kabisa. Alinunua jiko la gesi, zile pleti 2, yani sehemu 2 za kupikia. Alinunua stock ya chakula. Yani utafikiri kwamba alikuwa na mke, kumbe yuko peke yake, yani yuko single. Alipoweza kumaliza kupangilia chumba chake, alikifunga kisha akaondoka zake. Sasa nia yake yeye atoke, alafu aende kwa majirani kwenda kuzunguka alafu arudi. Lakini mpango wake mkubwa ulikuwa ni kwamba kama akitoka hapa
basi arudi tena kwa kaka yake, alafu akakae kwa kaka yake atoke tarehe 28 na siku ya leo ilikuwa ni tarehe 26. Yani ilikuwa bado kama siku mbili tu, ili kwamba akakae kwa kaka yake, alafu tarehe 28 ndo achomoke pale. Basi aliona kwamba hawezi kuvuruga tarehe hiyo, hivyo akarudi kubanana na majamaa zake kule geto ambako alikomeza kutoka hii siku ya leo, mara baada ya kijana Swalehe kumaliza kupanga vitu vyake vyote alivyokomeza kutoka kuvinunua. Jamani vijana, mwezi unaisha huu. Nadhani mnakumbuka alisema nini bro? Aliongea Swalehe akiwaambia wenzake, ni kweli mimi nilishazungumza kila kitu, sasa sidhani kama kuna mtu ambaye hajanielewa. Nimezungumza kila kitu mimi. Aliongea tena Hasani ambaye ndo fundi wao na ni kaka yake na bwana Swalehe. Si tumekuelewa bro, tumekuelewa, alijibu Swalehe, huku wengine wakikaa kimya. Oya, wengine vipi? Mbona kama mmekaa kimya mjibu? Mimi ninachozungumza nyinyi mjibu. Mbona mmekaa kimya? Hasani aliwauliza wale waliokaa kimya kana kwamba hakuna aliofanya kitu chochote mpaka hapo alipo. Bro, itabidi kesho nisiende site ili kwamba nikatafute chumba. Aliongea Mahmudi ambaye yeye kidogo naye alijipanga, hivyo hakuwa na tabu. Ni wewe tu, ila ujue usipoenda aisena lako alipo. Ni kweli bro, lakini nitapataje chumba kama nitakwenda site? Kwa hiyo sitokwenda site mimi ili niweze kupata chumba bro. Okay, ni sawa. Nyewe wengine mbona kama siwaelewi? Bro, tupe mwezi mmoja tena bwana. Yaani si hatuelewi kabisa, ni mfukoni kumekuwa tengeo kinoma. Waliongea akina Abedi na Jeremia, wao pesa zao huenda baa kulewa na kufanya mambo mengine ya kununua wanawake tu na sio mambo ya maendeleo. Ina maana hizi pesa za mwezi huu mmepeleka wapi? Au mlivyosema nawapa mwezi mmoja, mimi nilivyoweza kusema nawapa mwezi mmoja, mkajua kwamba ni utani? Zimebaki siku 2 tunahitaji msepe hapa. Aliongea Hasani huku akipanda kitandani na kuweza kuvuta shuka kana kwamba wameshakula muda mrefu. Aise, wiki moja baadaye iliweza kufika. Baada ya wiki moja kuweza kufika na baada ya wiki hiyo pia kuweza kupita, Swalehe akiwa ana siku ya 3 toka ameweza kuhamia kwenye chumba chake. Sasa alikuwa na furaha kweli kweli, kwani alikuwa anajimiliki mwenyewe na maisha yake. Maana kama ni kazi anajua kuipiga, na hata kuishi na mke anaweza, labda aamue tu kuweza kutulia kwanza. Kwani kijana, ukiwa na malengo katika maisha ni lazima ufike mahali ulipopataka kufika ndipo uoe. Usiku Swalehe ilikuwa ni kucheza tu game kwenye kompyuta, maana alikuwa anajua sana kuitumia hii kompyuta. Asubuhi na mapema Swalehe alikomeza kukurupuka kitandani akiwa kabano na mkojo ile mbaya. Kama unavyojua mikojo ya asubuhi ilivyokuwa na balaa, huaga inakuwa na balaa kwelikweli. Akatoka fasta na kuweza kukimbilia chooni. Sasa ukumbuke huyu bwana Swalehe alikuwa na lile wenge la usingizi, maana akakurupuka naro kutoka kitandani. Sasa ile anaingia tu akapalamiana na mwanamke aliyekuwa anatoka kuoga bafuni, japo Swalehe yeye alikuwa anaingia chooni. Sasa katika ile hali ya kuweza kupishana wakapigana vikumbo. Sasa yule dada akadondosha bwana kufuli yake pale chini, alidondosha chupi yake pale chini, alidondosha chupi yake alokuwa ameweza kuishika mkononi baada ya kuweza kuifua huko bafuni. Pwa! Bwana, chupi ilidondoka chini. Sasa kila mtu alikuwa kadua, we huoni unakuja tu kichwa na kidevu chako hiko jamani, aliongea msichana huyo mzuri mwenye umbo la kuvutia, na hapo alikuwa kavalia kanga yenyewe tu, maana kama ni kufuli au chupi ndo hiyo imeweza kudondoka hapo chini, hivyo hapo alikuwa na kanga tu, alikuwa na kitu kingine. Samani dadangu, ni bahati mbaya tu. Kama bahati mbaya bomoa jenga, kama bahati mbaya bomoa jenga makuti. Hebu niokotie mimi nguo yangu haraka niondoke zangu. Katika maisha usiombe uchukiwe na mwanamke ambaye huna level naye, yani utateseka mpaka ukome, na ni afadhali uwe mbali naye kuliko uwe karibu naye, maana utajiona wewe ni kinyesi mbele yake. Swalehe akiwa na haraka ya kuweza kuelekea chooni kujisaidia haja ndogo, lakini ghafla anampamia msichana mmoja mrembo sana mwenye umbo la kipekee kabisa. Alikuwa mweupe na mwenye kupendeza kwelikweli. Pia alikuwa na heshima kwa baadhi ya watu, kana kwamba anaheshimu watu wenye mionekano ya maisha, ila sio mafukara kama huyu Swalehe.
Alimwambia kwamba kama bahati mbaya, yani kama bahati mbaya basi bomoa jenga makuti, hebu niokote hiyo nguo yangu haraka. Aliongea msichana huyo, lakini Swaleh alianza kutabasamu kwa mbali sana. Kumbe Swai bwana alishampenda msichana huyo siku 2 zilizopita baada ya kuweza kumwona. Kwa jinsi alivyoingia katika moyo wangu, sioni kazi ya kuweza kumwokotea nguo yake. Swaleh aliongea hayo maneno katika moyo wake na kuweza kuinama bila kuweza kuogopa, maana alitakiwa kuokota hii nguo ya ndani ya huyu binti au huyu mwanamama. Hakutakiwa kuogopa na wala hakutakiwa kumwogopa huyo mdada, na lazima nguo yake ilikuwa lazima ishikwe tu na mwanaume, na alikuwa anataka ishikwe tu ili aokotewe. Basi Swaleh bwana alinama kisha akataka kuishika, lakini ule dada akaiwahi na kuweza kuiokota yeye mwenyewe, huku akisema chupi mno. Yani chupi tu tayari umeshaweza kusimamisha. Je, ungeona ndani ingekuwaje? Wanaume wengi bwana washenzi kabisa, aliongea dada huyo kisha akaondoka. Sasa Saleh kuangalia kweli ase bwana, mtalimbo ulikuwa tayari umeweza kuvimba balaa. Sasa mtalimbo ulivimba kana kwamba ameweza kuona labda kitumbua vile, kumbe ameona tu ile nguo ya ndani. Jamani, kwake ilikuwa tabu kweli kweli kwa huyu kijana Swaleh ase, yani nguo ya ndani tu alikuwa kachanganikiwa. Basi bwana kijana Swaleh au Swai kama wanavyopenda kumwita, aliingia uwani na kuweza kujisaidia, kisha akatoka na kwenda ndani kuchukua maji ili akaoge aelekee kazini, yani kwenda kubebana na zege, maana ndo kazi yake ambayo huwaga anaipiga kweli kweli. Swaleh alioga kisha akatoka zake. Swaleh ni kijana aliyejipenda sana katika swala la mavazi, jinsi anavyovaa huwezi amini kuwa anakwenda kufanya kazi ya zege. Alitoka na kila alipokuwa akitoka lazima ujue labda anakwenda ofisini, kumbe anakwenda kubeba zege. Alikuwa anakwenda kubeba zege huko, maana yake ni kwamba alikuwa saidi ya fundi ujenzi, wala alikuwa hana lolote huyu kijana Swaleh. Swaleh aliwasha jiko lake la gesi na kuweza kutengeneza chai, maana huwa hana tabia ya kuweza kuharibu pesa kwenda kunywa chai vibandani kwa mantilie. Mara nyingi anapendaga kupika chai yake na kuitafuna kisha anaelekea kazini. Baada ya muda fulani Swaleh bwana akawa anafunga mlango wake kana kwamba ndo anatoka kwenda mihangaikoni, lakini kwa upande wa pili na yule dada naye alikuwa anatoka. Zala aliitwa dada huyo. Sasa Swai ndo akajua jina lake la yule dada, maana toka ahamie hapo alikuwa hajui jina la huyo dada. Abe, aliitika huyu Zala ambaye alikuwa ameweza kuitwa. Kumbe aliitwa na dada yake ambaye alikuwa anaishi naye hapo, na hawa walikuwa wameweza kupangisha upande wa double room, yani chumba na sebule. Dada yake Zala alikuwa anaitwa Fatuma mwenye miaka 28, na Fatuma alikuwa ameweza kuolewa, na hapo alikuwa na mtoto mmoja mdogo sana. Mume wa Fatuma alikuwa ni dereva wa magari makubwa, na huwa safari zake anaweza kwenda Uganda, Kenya, Rwanda, Kongo au kila nchi yoyote ile ambayo anapangiwa kwenda. Hivyo anaweza kutumia hata miezi 6 mpaka 7 kuweza kurudi nyumbani, na hii ni kutokana na mizunguko ya safari zake. Zara ni msichana mwenye miaka 22 tu, ni binti mrembo aliyeumbika kila eneo la mwili wake, na Swaleh kampenda binti huyu kutokana na mavazi yake ya heshima, maana Zara hatoki nje bila kuweza kufunga mshungi, yani ushungi au hijabu. Hivyo Swai kapendezwa sana na mavazi hayo na kujikuta akitamani hata kuweza kuoa, maana sasa hata akitaka kuoa ni ruksa tu kwa sababu anajimiliki mwenyewe. Hivyo Swaleh yeye kapendezwa na uvaaji wa huyu Zala, jinsi ulivyokuwa uvaaji wa heshima kabisa, licha ya kwamba alikuwa na maneno mabaya, lakini ni kwa baadhi ya watu tu. Mtoto akifunga ushungi wake anabakiza sura yake tu iliyokuwa nzuri. Hapo ndipo Swai alipokufa na kuoza toka alipoweza kumwona. Bana, kama wewe unapenda video za mizagamuo, za kunyanduana, za kupelekeana moto, video hizo ziko pale WhatsApp. Je, unazipenda? Changamka, njoo pale WhatsApp kwa namba hii. Njoo pale WhatsApp kwa namba hii, lakini kumbuka kwamba kuungwa na grupu letu la video za kibongo na za kizungu za kupelekeana moto, video za minyanduo, gharama yake ni shilingi 15,000. So usije pale WhatsApp ikiwa kwamba hauna pesa hiyo. Njoo pale WhatsApp na 15,000 mkononi ili kwamba niweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa la video za mizagamuo.
Bwana, grupu hilo la video za Mizagamoo liko pale WhatsApp, gharama yake 15,000. Kama unayo na unapenda video hizo, njoo kwa namba hii 0782 71 97 na mwisho ni 94. Bwana, njoo pale WhatsApp, sema oi, nahitaji kuungwa na grupu kubwa kabisa la video za Mizagamoo. Mapema sana utapewa namba, utalipia. Baada hapo utaungwa na grupu na utaendelea kupata video ndani ya grupu kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena shilingi 15,000 nyingine. Kikubwa save ile tarehe ambayo umeingilia kwenye grupu, ndio tarehe ambayo itakufanya wewe ukae kwa utulivu, na siku ikifika ya tarehe hiyo basi utalipia tena ili kuendelea kuwepo kunapo grupu. Changamka, njoo pale, niko online na kusubiri wewe. Je, wewe unasubiri nini? Bwana, changamka, wenzako wanazidi kuendelea kumweleka kwenye grupu. Changamka na wewe, njoo pale 0782 71 97 mwisho 94. Njoo pale WhatsApp, tunasonga na mzigo huu hapa huu. Wai bwana, kafungue duka mapema, mimi namalizia kumpa Saidi chai nimpeleke shule, kisha nakuja mjini. Aliongea Fatuma ambaye ni dada yake na Zala, kana kwamba mjini wana kiduka chao cha nguo. Kama unavyojua wadada wa mjini wanavyopenda biashara za nguo. Sawa dada, ila ndo nilikuwa naelekea huko, hivyo ondoa shaka. Sawa, wai basi mdogo wangu. Arafu mbona huu ushungi hubadilishi toka jana mpaka leo unauvaa huo? Aliongea Fatuma au Mama Saidi akimwambia mdogo wake anayefahamika kwa jina la Zahara. Dada, lakini haujachafuka sana. Okay, sawa, nenda basi. Aliongea Fatuma huku Zala akianza kuondoka, na hapo Swaleh yupo kwa nje ya geti, alikuwa anamsubiri atoke nje angalau waongozane. We Zala, Zaru, jamani sinakuita. Swaleh aliita karibia mara 3 hivi, kisha Zala au Zalau akageuka. Una shida gani na mimi wewe? Aliongea Zaru huku akiwa kashika kiuno. Mtoto wa Kiislamu kama wewe, hasira za nini Zaru? Kwa jinsi ulivyo dadangu, hupaswi kabisa kuwa na majibu ya aina hiyo, hata Mungu apende ujue. Aliongea Swaleh huku Zaru akimwangalia juu mpaka chini, yani kampandisha kisha kamshusha kwa macho yake mazuri kweli kweli. Hivi wewe unaniita dada mimi? Naweza kuzaliwa na wewe? Sinakuuliza wewe, unanitaje dada mimi? Aliongea Zaru huku Swaleh akikosa cha kuweza kuongea, maana sio kwa mstuko huo. Mtu unampa heshima lakini haitaki. Samani kama nitakuwa nimeweza kukukwaza Zaru. Tena sio kidogo, umenikwaza haswa tu. Yaani umenikwaza kweli kweli mimi. Aliongea Zahara kisha akaondoka kwa nyodo, huku Swaleh akijisemea katika moyo wake kuwa wanawake wakali ndo wazuri katika ndoa, maana ukale wake ni suna kabisa kabisa, yani kabla hajaolewa, ila akiolewa huwa anakuwa ni mpole na mtulivu kabisa. Swaleh alijiondokea peke yake kabisa, huku akijipa moyo kuwa ipo siku Zara au Zahara atakuwa mpole baada ya kuweza kumwoa, maana alikuwa ana ndoto naye ya kumwoa na alikuwa anatamani kuwa naye wakati wowote ule. Basi Swaleh aliamua kuondoka zake akiwa na kibegi chake mgongoni ambacho kilikuwa kina zana za kazi za nguo zake za kuweza kubadili wakati wa kazi. Sasa huku njiani Zala alionekana kuingia katika gari aina ya Premio, huku akisema, Ayubu mpenzi wangu, pole kwa kuweza kunisubiri. Kuna mjinga ananisumbua sana, anakela mno. Aliongea Zaru huku Ayubu akisema, ni nani huyo mjinga huyo na anataka nini? Mimi hata sijui, yani msumbufu kweli. Achana naye. Aliongea Ayubu huku akiendelea kuendesha gari yake taratibu kabisa bila matata. Wakati huo Zaru alifurahi kweli kweli, maana wanawake wanavyopenda wanaume wenye maendeleo. Ilikuwa ni kazi kweli kweli. Basi walifika katika duka hilo dogo tu, yani hata nguo zenyewe zilikuwa zinahesabika kana kwamba nguo zimeisha, zinahitajika zingine kuweza kuletwa ili kwamba biashara iendelee. Kalikuwa ni kaduka kadogo sana. Asa wewe shuka, fungua duka, mimi nataka kuwahi kazini, maana kuna wazungu wanasubiri pale kazini. Aliongea Ayubu huku Zahara akijibu kwa tabasamu zito kweli kweli. Sawa mpenzi wangu, kazi njema. Sawa bibie. Sasa Zaru
alianza kuongea Ayubu huku Zaru akirudi kwenye gari, maana alionekana kuna maongezi baina yake na Ayubu. Ayubu alikuwa anataka kuyazungumza. Niambie baby. Zara, ni mwezi sasa tuka kuanza kwa mahusiano yetu, lakini mbona sijawahi kuweza kuonja tunda jamani? Yaani sijawahi kabisa kuonja kitumbua. Fanya mpango leo bwana, hata nami nijisifu kuwa na wewe kwamba nimeonja hata kitumbua bwana, nimelitafuna tunda. Mbona unakuwa hivyo wewe? Aliongea Ayubu kana kwamba toka kuanza kwa mahusiano yao hakuwahi kabisa kupewa penzi na Zara. Ayubu, mimi naogopa utanichezea tu. Niambie kuhusu hilo. Mimi sitaki kuchezewa katika maisha yangu. Zaru, hebu niangalie mimi. Mimi ni mwanaume na heshima zangu. Why ni kuchezea mwanamke mzuri unayenifaa kwa kuwa na wewe kama wewe? Hebu kuwa serious basi. Kuwa serious bwana Zaru. Usitake kunilinganisha mimi na hao vichaa wako kwa barabarani unayekusumbua sumbua bwana. Aliongea bwana Ayubu huku akijifanya kuwa alikuwa na hasira sana kwelikweli. Basi mpenzi wangu, nimekutania tu. Basi njoo mchana. Dada atakuwepo hapa dukani, tutatoka. Aliongea Zaru huku Ayubu akifurahi kwelikweli na kusema, kweli una uhakika? Yes. Na kwa pia leo tunatoka na nakwenda kukupea. Siamini Zaru ujue. Amini hilo. Basi Ayubu aliondoka zake na kwenda ofisini kama alivyoweza kumwahidi huyu Zaru. Sasa huku kwenye zege bwana, mwanaume alikuwa akiumia huku mafundi wakipiga stori za wake zao tu. Yaani wanasifia tu utamu wa ndoa jinsi ulivyo zee. Mimi nashangaa vijana na nguvu zao, lakini hawataki kuoa. Kama hili ona lilivyokuwa na nguvu, lakini eti alioi. Tatizo vijana wa sasa waoga sana, hawataki kujaribu hata kuoa. Basi Swalehe alikuwa akijisikia raha kwelikweli huku akifikiria namna ya kuweza kumpata Zara, kuwa alikuwa na ndoto naye kwelikweli katika swala zima la kuweza kumwoa. Japo alikuwa anaonekana yupo matawi kuliko Swalehe, lakini hivyo hivyo tu alikuwa naamini kwamba atamwoa. Yaani kama ni riziki yake ni yake tu na lazima amchukue. Sasa tukija huku NMC, yani National Milling Company, alionekana kijana kama Ayubu akiwa anapakia mizigo katika gari. Yaani ni wale watu wanaobeba magunia ya mahindi kutoka kwenye gari kupeleka kwenye godauni la NMC. Lakini ni kama vile wamefanana hivi. Hivyo ni dhahiri kuwa Ayubu alikuwa na ndugu yake ambaye ni mbeba mizigo huku kiwandani. Tukiachana na huku sasa, tuje huku kwa Swalehe. Alionekana kumwambia fundi kuwa, fundi, mimi nakwenda kuoa muda sio mrefu, tena mtoto mkali kwelikweli. Aliongea Swalehe huku akiendelea kukoroga zege na kulichanganya kwelikweli. Yaani wewe uliona kuoa ni kama kuvaa suruali mpya. Usione sisi tuna wake, uliza kwamba ilikuwaje. Mambo ni magumu kwenye kuoa. Unazungumza nini wewe kuhusu kuoa eti kesho tu? Wewe. Aliongea fundi mmoja alikuwa akifanya kazi na Swai pale. Sasa mbona unanitisha bro? Sio nakutisha. Mimi nakwambia ukweli. Wanawake wa siku hizi sio kama wa zamani. Wanawake wa siku hizi wanataka uachie shilingi 30,000 mezani. Sasa wewe unalipwaje ili uweze kuacha 20,000 au 30 mezani? Aliongea fundi mwingine, maana walikuwa wanasema vijana wasiotaka kuoa, basi hawa ndio walikuwa wanawasema vijana hao, na sasa ndio walikuwa wanazungumza hivyo huyu fundi. Kwa hiyo sasa fundi, wewe unanishauri vipi labda? Maana sikuelewi. Muda mfupi tu hapa umetoka kutuzonga zonga hapa. Sijui nini vijana wao. Mimi nakuelekeza bali za kuoa unaanza kunitisha. Mbona mnanitisha bwana mafundi vipi bwana? Swai alimuuliza fundi huyo, na hapo kaka yake Swai alikuwa hayupo. Kana kwamba kuna mjengo mwingine alikuwa inaonekana amekwenda kujenga. Kwa hiyo walikuwepo mafundi tu hawa. Kikubwa kwanza nisikilize mdogo wangu. Mwanamke aelewane na hali yako ya kiuchumi. Sio kama unanielewa. Yaani mwanamke aelewane na hali yako ya kiuchumi. Umenielewa? Sio kama umenielewa. La sivyo utaoa leo, kesho umeacha. Aliongea fundi huku Swai akisema, hiyo mbona ni kazi sasa hizi. Oho, dogo. Unataka kuoa? Dogo, una tamaa ya kuoa? Bwana dogo ana tamaa ya kuoa huyu. Aelewi kwamba maisha ya kuoa yanahitaji akili mdogo wangu.
Basi ilikuwa ni furaha. Kama unavyojua, watu wa furaha siku zote ni furaha tu. Walikuwa na furaha kubwa sana hapa baada ya kuweza kusikia kwamba dogo anataka kuoa, yaani dogo anataka kujiingiza kwenye majukumu. Japo walimwambia ukweli, lakini dogo yeye bwana Swai alihisi kwamba watu hawa ni kama wanamtisha vile, yaani wanamtisha ili kwamba asioe. Basi tukija huku mjini ambako Zala alikuwa katulia mahali pembezoni mwa duka lao. Wewe, mbona umekaa mbali hivyo? Dada yake alimuuliza kwa nini kakaa mbali tena kwenye jua. Hamna dada, namsubiri Ayubu. Mwenzangu na huyo Ayubu. Jamani, leo nataka nimuone, aliongea dada yake, maana kila siku Zala anamzungumzia tu huyo Ayubu, anazungumzia masuala ya Ayubu kana kwamba kampenda kweli huyo Ayubu. Lakini haijafika hata robo saa, Ayubu huyo akiwa na gari yake anakuja. Wow, bebi wangu, nilikuwa nakusubiri muda wote hapa, aliongea Zala huku akiingia kwenye gari, kisha hao wakaelekea zao mpaka gesti. Kama kawaida, waliingia upande wa baa, wakaagiza nyama kwanza wakala, kisha Ayubu akachukua chumba. Wakati huo Zala alikuwa anajua leo anakwenda kukanyagwa kizenchi kweli kweli. Dada, samani, vyumba vipo? Ayubu aliuliza huku mhudumu akijibu, ndiyo, unataka vingapi? Dada, vingapi vipi? Kimoja tu. Oh, mimi nimesikia vyumba vipo, nikajua kwamba wataka zaidi ya kimoja. Hapana, nataka kimoja tu. Okay, sawa, kipo, aliongea dada huyo huku akitoa funguo na kuweza kumkabidhi dada mmoja hivi ili awapeleke katika chumba husika. Wakati huo Ayubu alikuwa na shauku ya kwenda kupata lile tunda la huyu Zaru au Zara. Kwanza tukaoge baby. Ni kweli, twende tukaoge tu, hakuna shida, aliongea Ayubu, aliongea Zara, kila mmoja akiwa na nguo za ndani tu. Lakini hapana bwana, tustarehe kwanza kisha tukaoge, aliongea Ayubu huku akianza kutalii vyema kabisa kwenye mwili wa Zaru katika kiuno chake ambacho kilipambwa na chachandu nyingi kwelikweli za goldi. Ayubu alianza kutetemeka, utafikiri kwamba hajui namna kuweza kuzagamua, maana alikuwa haamini kabisa kama leo anatumia mwanamke mzuri aliyeumbika vilivyo, na inaonekana kabisa alikuwa hajawahi kuzagamuliwa. Ayubu, unamizuka sana bebi wangu sana. Yaani kama nilivyokuambia kwamba nina mwezi wa 7 sasa toka niachane na mpenzi wangu, aliongea Ayubu. Wakati huo hata Zala alikuwa anaanza kulegea kwa kuweza kutalii. Ayubu alikuwa anatalii sana pale kwenye embe buribo zake. Ayubu alikuwa anatalii kweli kweli, kwa hiyo hata Zala akaanza kulegea. Ila Ayubu, nini mama? Mimi niko tayari, aliongea Zaru huku Ayubu akiwa anainyokea ile kufuli ya Zaru ili kuweza kuitoa, aanze kumshughulikia vyema kabisa, aanze kushughulika na swala zima la huba. Alikuwa anataka kushughulika na swala la huba na yuba zake. Zaru kweli aliumbika, na alikuwa kaumbika, hata Ayubu alikuwa akiondoa hii kufuli na alikuwa kimeza mate kwelikweli, maana alikuwa haamini kabisa, maana msambwanda ulikuwa umeweza kutepeta kwelikweli, alafu ulikuwa ni mlaini na toto lilikuwa jeupe barasi kwambia mtu. Alikuwa anatetemeka kwelikweli, haamini kwa uzuri aliokuwa nao Zaru. Leo anafanya mezagamuo na mtu kama Ayubu. Asa vile Ayubu alivyokuwa akiendelea kumsaura Zaru ile kufuli yake, Zaru alikuwa kaangalia nyuma ya Ayubu. Sasa akawa anaendelea kutalii vyema kabisa, anatalii vyema kwenye mgongo wa Ayubu, mgongo ambao ulikuwa ni mzuri kweli kweli. Lakini Ayubu naye alikuwa anatalii vyema kwenye mgongo wa huyu Zaru, mgongo ambao ulikuwa ni mraini, na alikuwa anaendelea kutalii vyema kabisa kunako uowo za huyu Zaru ambazo zilikuwa ni laini kweli kweli. Alikuwa anatalii na alipoweza kufika kwenye eneo la mgongo wa hapa juu kabisa, yani kutoka shingoni kwa chini kidogo, mgongo wa Ayubu ulikuwa ni mgumu mno, tena mgongo uliokuwa na michubuko chubuko fulani hivi. Asa Zaru akashangaa, mbona Ayubu yuko hivi? Ayubu, aliita Zaru huku Ayubu anamalizia kuweza kuiondoa ile chupi, yani kuiondoa ile kufuli ya huyu Zaru. Yes baby, unasemaje? Mbona sikuelewi? Huku mgongoni kwako kupoje? Mbona pako hivi kama mgongo wa nyoka na mabaka umechanikachanika? Aliuliza
Zahala, huku Ayubu moyo ukimpasuka kwa swali hilo, ila Ayubu aliweza kunyanyuka huku akitabasamu na kuweza kusema, unajua baby, wewe ni msaulifu sana. Siku na siku nilikwambia kwamba nimepata ajali, tena afadhali hiyo. Unaona hii sura hii ilikuwa haitamaniki hata kidogo, ila ajali iliweza kuniburuza mgongo, sura. Nashukuru Mungu nimepona. Sasa nashangaa leo unaniuliza na wakati nilishakuambia jamani. Aliongea Ayubu huku Zahala akiwa anahuzunika sana. Jamani kipenzi changu, pole sana, kumbe ulipata ajali. Mimi sikumbuki uliniambia lini. Aliongea Zahala huku akihuzunika, na wakati huo tayari kabisa kale kachupi kamesharuka pembeni na Ayubu alikuwa kesha mkusanya katika 18 zake. Zalu leo alikuwa anatafunwa mzigo, yani bila hata ya kupenda. Alikuwa anazagamuliwa na huyu jamaa, anaonekana kabisa alikuwa ni mbeba mizigo, ila sema alikuwa anamyumbisha tu huyu Zalu. Zalu anaingia cha kike. Basi tuache hapo ambako Zalu anakwenda kutafunwa bila uoga. Wakati huo huku kazini bwana Zege, yani bwana Swai, alikuwa anapigika kwelikweli, huku akimwaza Zalu tu ambaye kwa sasa yupo gesti anakwenda kutafunwa bila hata yeye mwenye kuweza kupenda. Maana Zalu alikuwa kamteka moyo wake ghafla tu binivu, yani kila akibeba ndoo ya Zege mawazo yake yote ni kwenye kuoa tu, na mke anayemtarajia kumwoa alikuwa ni Zaru. Ndo mwanamke ambaye anamtamani kwelikweli kumwoa, yani Zaru alikuwa ni mwanamke ambaye anatarajia kabisa kumwoa. Kwa sasa huyo Zaru alikuwa anachezea fimbo ya Ayubu huko gesti, alafu yeye anamwaza tu. Wewe umesema unaoa? Huyo mwanamke umemwandaa? Aliuliza fundi mmoja hivi huku Swaleh akijibu, bwana we, mtoto ni mkali, mtoto ana umbo, mtoto na macho mazuri kwelikweli, yani ndani hakuna haja hata. Bwana yani ule binti anavaa kiheshima. Oya, nitawatambulisha siku moja, wenyewe mtakubali wanangu, yani wenyewe lazima mkubali. Aliongea Swai huku akipiga kazi zake kama kawaida. Angalia usoe mwanamke vitu alafu kapotea mdogo wetu wewe. Haya, aliongea fundi huyo huku Swai akimuuliza, mwanamke vitu ndio upoje huyo? Mbona sikuelewi bro unachozungumza? Angalia sasa huyu mtoto, kumbe hata ajui mwanamke vitu upoje, alafu anataka kuoa. Aliongea fundi huyo. Bana mpenzi msikilizaji, unataka kujua kwamba nini ambacho kilichoweza kuendelea katika simulizi yetu hii ya tamu ya jirani? Bana, tukutane katika sehemu ya pili kuweza kujua nini kitakachoendelea katika hii simulizi nzuri na tamu. Bana, kama wewe ni mpenzi wa video za kupelekeana moto za kibongo na za kizungu, video za minyanduo, video za mzagamuo, basi karibu pale WhatsApp ili kwamba tuweze kufurahi pamoja. Video hizo ziko pale WhatsApp na sisi ndo tunazituma kwenye grupu. Je, unazipenda? Njoo pale WhatsApp ili kwamba uweze kuenjoy, uweze kumumweleka kule kweli. Gharama yake ni shilingi 15,000. Je, unayo? 0782 719794. Kama una 15,000 njoo WhatsApp kwa namba hiyo ili kwamba niweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa la video za mzagamuo ili kwamba uendelee kumumweleka kunapo grupu. Bwana tukutane katika sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri. Lakini kwa sehemu ya kwanza tumeishia hapa. Nini kitakachoendelea? Basi tukutane katika sehemu ya pili.